Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Idako TV, ni wakati mwingine tena huu mbele yako ni mimi mtangazaji wako Emmanuel Joseph Dako, na siku hii ya leo ni siku ya furaha sana tukiwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni. Na siku hii ya leo kuna event kubwa sana ambayo ni event ambayo inahusisha chama cha wanaume ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ama kwa kifupi tumezoea kuita jina AMO, maana yake ni Adventist Men Organization. Na siku hii ya leo tulikuwa tuna tukio hili la kukutana wanaume kwa pamoja kwa ajili ya kushare mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanafanyika au yanampasa kijana kuweza kuyaishi. Na siku hii ya leo tuliambatana na wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali ambao walihakikisha kwamba tunakuwa pamoja katika kusherekea sherehe hii ya vijana, huku tukipata semina mbalimbali. Na mgeni wetu rasmi kwa siku hii ya leo alikuwa ni mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ambaye alikuja na viongozi wake wengi. Na siku hii ya leo nipo na mheshimiwa hapa, ni miongoni mwa viongozi ambao utakwenda kusikia ni nini hasa kile ambacho anakifanya, na siku hii ya leo ni jinsi gani amefurahia mara baada ya kupata mwaliko wa kuweza kufika katika kanisa hili la Waadventista Sabato. Kwa faida ya anayekutazama, tafadhali unaweza kujitambulisha ili yeye aweze kukufahamu wewe ni nani. Naitwa Agustino Emmanuel Semindu, ni mwenyekiti wa mazingira wa kata, lakini pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Darajani. Naam, kama alivyojitambulisha, yeye ni kiongozi akihakikisha kwamba akiwa kama mwenyekiti wa kata kuhakikisha mazingira yote yanakaa vizuri, pia akiwa ni kama mjumbe ni balozi mzuri ambaye anahakikisha kila kitu kinakuwa vizuri katika kata hii ya Darajani, akihakikisha mambo yanakwenda sawa. Leo upo katika kanisa la Waadventista Sabato. Kwa faida yule ambaye anakutazama huenda hajazoea au huenda ndo mara yako ya kwanza kufika, una nini cha kumwambia? Mimi nimefurahishwa kubwa sana na umoja huu au mkusanyiko huu ambao umetukusanya sisi wanaume. Wanaume tuna mengi, wanaume tuna changamoto nyingi, wanaume tunagugumia moyoni. Tunaweza tukijiamini kusema kwamba mimi ni mwanaume, nipambane kiume, lakini kumbe lipo jukwaa ambalo tunaweza tukapeana taarifa au ukapeleka changamoto yako na mwingine alokuwa nayo, tukashare mawazo mbalimbali na tukaweza kujikwamua kwenye kubugumia, hatimaye kupata vifo visivyo vya lazima na tukaweza kuwa bora zaidi. Asante sana. Na imeonekana kweli wanaume wanasaulika kwa namna moja ama nyingine. Utakuta wanawake wana vikundi vyao mahali ambapo wanaweza kafuta hata machozi, lakini wanaume huwa tunajikuta tunajisahau na tunajikuta tunaumia tu moyoni, kama ulivyosema, tunagugumia moyoni. Mwisho wa siku hata maisha yetu, lifestyle ya maisha yetu, tunakuta tunaishi katika maisha magumu. Wewe kama mwanaume ambao leo umejiongea, umehudhuria katika semina hii ya vijana, ambaye mgeni wetu rasmi alikuwa ni mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, alizungumza mambo mengi na akitaka sana kama vijana tuweze kushirikiana na wewe. Kwa yule kijana ambaye kwa siku leo hajaweza kufika hapa, una neno gani la kuweza kumwambia? Nashukuru sana. Kwanza kwa mimi kwa kuwa nimefurahishwa na hili, naahidi ubarozi. Naenda kuwa barozi katika mtaa ambao mimi nasimamia, na sio mtaa, tuna maeneo yangu yote ya kazi, kuwashawishi vijana kushiriki katika matukio kama haya, lakini pia kujaribu kuwapa elimu kwamba ukiwa na jambo zito usikae nalo, tafuta watu waweze kukusaidia. Na siku nyingine mtakapotoa taarifa ya mwaliko kama huu, mtupe mapema ili tuweze kuandaa hata vijana wetu. Tutatengeneze kwamba kila kijana aje na watu hata 5-6 vijana, hususan hawa ambao wenye familia na hata wasio na familia, ili tuweze kushare ideas kwa pamoja na kuweza kujenga wanaume imara, nikiamini kwamba mwanaume bora kujengwa kwa misingi imara. Hakika ni kweli, mwanaume bora lazima awe amejengwa katika misingi imara. Wewe ambaye kwa siku ya leo umekosa, basi endelee kufuatilia peji zetu za YouTube Idako TV, utakuta semina ile ambaye imefanyika kwa siku ya leo. Na neno gani la mwisho kwa yule ambaye anakutazama sasa na akiangalia mkononi mwako una kitabu kinasema jipatie amani ya moyo, miongoni mwa zawadi ambayo kwa siku hii ya leo umeweza kuipata, una nini cha kumwambia au unaweza nini cha kumwaga yule ambaye anakufuatilia masaa haya? Kwanza cha kumwambia au cha kumshauri ni kwamba anapopokea mialiko yoyote ni vyema kuhudhuria. Unapohudhuria unajikuta unatengeneza jambo jipya kichwani mwako. Unapotengeneza jambo jipya kichwani mwako, yatazungumzwa mengi, lakini muhimu kuchukua yale ambayo unaona wewe yatakufaidisha na kuwafaidisha wengine na kwenda nayo.
Naam, kama ulivyosikia amezungumza mengi kiongozi wetu na balozi na mwenyekiti wa mazingira, akihakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, kila chenye kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Emmanuel Joseph Dako nikiambatana na Augustino Emmanuel Semindu, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Darajani. Naam, kwa wale wote ambao wanatokea mtaa wa Darajani kama mjumbe, siku ya leo amesema mambo mazuri, na ikiwa kuna wakati mwingine mwaliko kama huu unaweza ukatoka na mkausikia, basi msimwangushe mjumbe wenu, mje mjifunze mambo mengi ambayo kimsingi yatawasaidia ninyi katika maisha yenu na hata kizazi na kizazi. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mwema. Asante sana.